hayupo hapa, amefufuka. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wapendwa taifa la Mungu, huu ni mkesha wa mikesha yote. Watu naadhimisha mkesha wa Christmas, mkesha wa Pentekoste, lakini mkesha wa Pasaka ndio mama wa mikesha yote. Ndio maana tangu tuanze adhimisho hili tumeshaunguza saa 2. Na hiyo ni kwa sababu tumejikita katika kusikiliza neno la Mungu. Tumesikiliza masomo matatu kutoka vitabu vya Torati, yaani masomo mawili kutoka kitabu cha Mwanzo na somo moja kutoka kitabu cha Kutoka. Pamoja na hayo, tumesikiliza pia masomo 4 kutoka katika vitabu vya manabii. Na Torati na manabii ndio muhimili wa Agano la Kale. Na Torati na manabii vinatudokezea mambo ambayo yanamuhusu Yesu. Yesu ambaye ni neno wa Mungu, ni mwana wa Mungu, lakini hakuchelea kujishusha na kujifanya kuwa mdogo hata kufa msalabani. Leo tunaadhimisha tukio la kufufuka kwake. Kabla ya kuteswa, kudhalilishwa na kufa kwake, Yesu aliwatabiria wafuasi wake mara 3 kwamba imempasa kukataliwa na watu, kuteswa mateso makali, kudhalilishwa na kuuawa kifo cha aibu, kifo cha msalaba. Niwakumbushe tena kwamba katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 21 mstari wa 22 na 23 tunasoma kwamba endapo mtu atahukumiwa kufa kwa sababu ya uhalifu mkubwa na akauawa kwa kutundikwa kwenye mti, na msalaba ni mti, maiti yake isiruhusiwe kubaki juu ya mti, isije ikaleta laana juu ya nchi. Yesu amekubali kuwa laana kwa ajili yetu. Amekubali kuwa laana yetu sisi ambao ndio walaaniwa. Tumelaaniwa kutokana na dhambi ya wazazi wetu wa kwanza, lakini pia huwa tunairejea laana hiyo kila tunapotenda dhambi zetu binafsi. Yesu anatudhihirishia upendo, huruma na uvumilivu wa Mungu mwenye kusamehe. Na Mungu ametusamehe, ametupenda hivyo, ametupenda upeo
hata akatupa mwanawe wa pekee ateswe na kufa kwa ajili yetu. Kabla ya kuteswa kwake, Yesu aliwaambia wafuasi wake mara 3, imempasa mwana wa Adamu kukataliwa na watu, kupata mateso makali, kuuawa kifo cha aibu, lakini kwamba atafufuka. Kama mmesikiliza vizuri somo la Injili, mtabaini kwamba wafuasi hawakutilia maanani sana utabiri huo wa Yesu. Ndio maana tumesikia kwamba kina mama wawili, Maria Magdalena na Maria mwingine, alfajiri na mapema wameshika njia kwenda kaburini. Wanavyoenda kaburini, hawana imani kwamba wanaenda wakutane na Yesu mfufuka. Wanaenda katika majonzi, wanaenda katika simanzi, wakaupake mafuta mwili wa Yesu aliyeuawa. Kwa hiyo wanatafuta maiti, hawamtafuti Kristo. Lakini wanapofika kaburini, wanapata ushuhuda kwamba Yesu aliyeuawa hayuko kaburini, ni mzima, ni mtukufu, ni mshindi. Na itustaajabishe kidogo, katika zama zile za jumuiya ya Kiyahudi, ungetarajia wanawake watumwe, wapewe ujumbe mzito, waambiwe ndio wakaushuhudie. Wayahudi waliwabeza sana wanawake, na inatosha tu mkumbuke Yesu alipobariki mkate, watu wakagawiwa. Tunaambiwa waliokula walikuwa wanaume wapata 5,000, bila kuhesabu wanawake na watoto. Sasa Mungu kwa upendo na upendeleo wake anawafanya wanawake wawe mashahidi wa kwanza wa ufufuko wa Kristo. Sio akina Petro, sio akina sisi maaskofu. Wametumwa kwanza wanawake. Kina mama, mjipongeze. Na mna haki ya kuenzi upendeleo huo, kwani ninyi mmetumwa mkawapashe mitume habari juu ya Kristo aliyefufuka. Na tumeambiwa mmoja wa hao wanawake waliotumwa ni Maria Magdalena, ambaye Yesu alimtoa pepo 7. Ni Maria Magdalena ambaye leo kanisa linambainisha kama mtume wa 13, kama mtume maalum, kama mtume wa ufufuko. Sasa ndugu zangu, haidhuru wewe ni mwanamume, haidhuru wewe ni mwanamke, wote kwa nguvu ya ubatizo wetu tunatumwa kuwa mashahidi wa Kristo mfufuka. Tunatumwa tukawajulisha wengine habari za ushindi wa Kristo. Kwa hiyo ndugu zangu, mnaoadhimisha sherehe ya Pasaka, pokeeni wajibu wenu, tekelezeni wito wenu wa kumshuhudia na kumtangaza Kristo mfufuka.
Tumwombe Mungu kwa nguvu ya Roho wake atupe ujasiri, atupe uthubutu, atupe utayari wa kusimama kidete katika nguvu ya ubatizo wetu, wa kuishi bila woga ubatizo wetu. Na hilo naliwekea msisitizo kwa sababu zama hizi wako Wakatoliki wengi mno ambao licha ya kuwa wamebatizwa hawaishi kamwe ubatizo wao, hawamshuhudii Kristo. Ewe unayenisikiliza, usiwe mmojawapo. Simama kidete, umshuhudia Kristo aliyeteswa, aliyekufa na aliyefufuka kwa ajili yako. Ndugu zangu, pamoja na kumwomba Mungu neema ili tuishi ubatizo wetu, na waalika tuwaombee wale watakaobatizwa katika usiku huu wa leo, na wale wote watakaobatizwa katika msimu huu wa Pasaka. Tuwatangulie kwa mfano mzuri wa ushuhuda wetu. Tusimame nao kidete katika kumshuhudia Kristo aliyekufa, aliyeteswa na aliyefufuka. Kwa hiyo ndugu zangu,